Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Novemba 12 mwaka wa 2025. Tunaenda kuiangazia mada inayosema kuishi katika siku kuu ya upatanisho. Mada leo imejengeka katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile 23 aya ya 27. Neno la Mungu linasema, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao umeruhusu siku hii ya leo tukutane miguuni pako kujifunza neno lako. Tuko mahali tukiunganishwa pamoja kwa mtandao. Hebu katunganishe kiroho zaidi, ili jambo letu liwe moja ndani yako, kwamba sote tuyatende mapenzi yako. Ninakushukuru kwa ajili ya wagonjwa walioko kati yetu. Kwa ajili yao tunaomba uponyaji. Mkono wako ukawaguse katika kuugua kwao na ukafanye uponyaji katika miili yao. Si kuponya mwili tu, bali pia ponya roho zetu. Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu, akatufundishe kuyatenda yaliyo mapenzi yako, akatufundishe kuelewa haya tujifunzayo siku ya leo. Tunapoendelea kujifunza na tunapoendelea na shughuli zetu mbalimbali, uwepo wako endelee kudumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Kuishi katika siku kuu ya upatanisho. Tunaishi sasa katika siku kuu ya upatanisho. Katika huduma ya mfano, wakati kuhani mkuu alipokuwa akifanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, wote walitakiwa kutesa nafsi zao kwa toba na kujinyenyekesha mbele za Bwana ili wasije wakakatiliwa mbali kutoka miongoni mwa watu. Halikadhalika wale wote ambao wanapenda kudumisha majina yao katika kitabu cha uzima, inawapasa sasa katika siku chache zilizosalia za rehema kutesa nafsi zao mbele za Mungu kwa kuhuzunikia dhambi zao na kufanya toba ya kweli. Inapasa kujichunguza moyoni kwa kina na kwa uaminifu. Roho ya kurahisisha na kupuuzia mambo inayoendekezwa na wengi wanaodai kuwa Wakristo inapaswa kuachwa. Kuna vita kali kabisa inayowakabili wote wanaojitahidi kudhibiti mielekeo ya uovu inayotaka kutawala nafsi. Kazi ya matayarisho ni kazi ya mtu binafsi. Hatuokolewi katika makundi. Usafi na uaminifu wa mtu mmoja hautafidia upungufu wa sifa hizi kwa mtu mwingine. Ingawa inapasa mataifa yote kupitia katika hukumu ya Mungu, pamoja na hayo atachunguza kesi ya mtu mmoja mmoja kwa karibu na kwa kina, kana kwamba hakuna mtu mwingine duniani. Kila mmoja inapasa ajaribiwe na aonekane kuwa hana doa au kunyanzi au chochote cha aina hiyo. Matukio yanayoambatana na kazi ya mwisho ya upatanisho ni mazito sana. Maslahi makubwa yanahusishwa na kazi hiyo. Hukumu inapita sasa katika patakatifu pa mbinguni. Kwa miaka mingi kazi hii imekuwa ikiendelea. Punde, hakuna anayejua ni muda mfupi kiasi gani itahamia kwa kesi za walio hai. Mbele ya uwepo wa kutisha wa Mungu, maisha yetu yanapaswa kupelekwa kwa ajili ya uchunguzi. Wakati huu zaidi ya nyakati zingine zote, inapasa kila nafsi kuzingatia onyo la Yesu. Angalieni, kesheni, ombeni.
kwa kuwa hamjui wakati ule utakapokuwapo. Marko Mtakatifu sura ile ya 13 ya 33. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 aya ya 3. Wakati kazi ya hukumu ya upelelezi itakapofungwa, hatima ya wote itakuwa imeamriwa kwa ajili ya uzima au mauti. Rehema inafungwa muda mfupi kabla ya kuonekana kwa Bwana katika mawingu ya mbinguni. Kristo katika ufunuo, akitazama mbele na kuona wakati huu, alisema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo wa Yohana sura ile 22 ya 11 na 12. Pambano Kuu, ukurasa wa 404 na 405. Katika huduma ya mfano wa kuhani mkuu, baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya Israeli, alitoka nje na kuwabariki watu. Kadhalika Kristo, mwishoni mwa kazi yake kama mwombezi, atatokea pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Waebrania 9:28, kuwabariki watu wake kwa uzima wa milele. Pambano Kuu, kurasa wa 401. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, leo ni Novemba 12, mada ikisema kuishi katika siku kuu ya upatanisho. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa kumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili litatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili litatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka.